Hello wadau wetu wa Kingo Farm. Leo tutaangalia kwa kuku wa mayai. Kuku wa mayai ili watage huwa wanahitaji vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikabusti au vikachochea utengenezaji wa mayai. Kwa hiyo leo hii nitakutajia vitu vya asili 10 ambavyo vinaweza vikasaidia kubusti kuku wako ili waweze kutaga vizuri, au vinaweza vikawasaidia kuku hao waweze kutengeneza mayai vizuri. Lakini unavyowapa hivi vitu ambavyo vitaenda kuwabusti hivi vitu vya asili, zingatia chakula kizuri. Wape chakula kizuri ambacho kinahusika na kutengeneza mayai, au kina vile vitu ambavyo moja kwa moja vinasaidia kutengeneza mayai. Lakini nenda kawape hivi vitu ambavyo nitakutajia, au hizi booster za asili ambazo nitakutajia, ili viweze kuongeza au kuchochea kuku waweze kutengeneza vizuri mayai ambayo yana ubora, yana gamba gumu, yana kiini cha njano, mayai mengi, ili kuku waweze kupata hivyo vitu ambavyo vitasaidia mayai yaweze kuwa katika hali hiyo, au kuku waweze kutaga vizuri. Kuku nao wazungumzia hapa ni kuku wote ambao wanataga, yani jike aina yoyote yule. Kama ni jike wa kienyeji, kuku jike, au tetea, niseme tetea wa kienyeji, kama ni layers, kama ni chotara au matetea, pia kama ni broiler tetea. Hata broiler tetea nao huwa wanataga, lakini ili watage wanahitaji vitu mbalimbali ambavyo vitaweza kumsaidia huyu kuku aweze kutengeneza mayai. Kwa hiyo hapa nazungumzia tetea wote kwa ujumla. Nisikilize mpaka mwisho ili ujue ni vitu gani kama utawapa kuku wako wataweza kutengeneza vizuri mayai, lakini vile vile wataweza kutaga vizuri mayai ambayo yana ubora. Kuna watu wengi pia huwa wanalalamika, unakuta mtu anasema kuku wake labda anataga mayai ambayo yana gamba laini au yako tepetepe sana, au mayai hayana kiini, au yana maji ndani, au wengine yana damu ndani. Kwa hiyo kuna vitu mbalimbali ambavyo vinakuwa vimetokea. Sasa hivi vitu leo vitaenda kukusaidia ukivisikiliza vizuri na ukavitumia vizuri, vitasaidia kuboosti kuku waweze kutaga mayai ambayo yana ubora na mayai mengi. Kitu cha kwanza ni majani. Wape kuku wako majani mbalimbali. Sasa muda huu wa mvua kuna majani mbalimbali huwa yanapatikana. Kuna majani fulani hivi ni majani laini, huwa yanakuwa yana utelezi, kwa jina lake nadhani siyajui, ila maeneo mengi ambayo yana mashamba, sasa maeneo ambayo yanalimwa sana mahindi, yale majani huwa yanastawi. Yale maeneo ni majani fulani laini yanateleza. Nadhani hapo kwenye picha utayaona majani kama hayo. Basi kuku huwa wanayapenda sana na huwa yanachochea sana utagaji. Lakini majani mengine ni majani haya ya mchicha, Chinese, sukuma wiki na kadhalika. Majani yote ambayo kuku wanayala huwa yanasaidia sana kuchochea utagaji wa mayai. Kitu cha pili ambacho kinachochea utagaji wa mayai ni maganda ya ndizi. Maganda ya ndizi za aina yoyote ile, zilizoiva au mbichi, au aina yoyote ya ndizi. Ukiwa unawapa kuku wako maganda ya ndizi, huwa kuku wanataga vizuri sana mayai ambayo yana ubora, kwa sababu maganda ya ndizi yana virutubisho vingi, yana madini, yana vitamini, yana protini, yana fibers. Hivi vyote ni muhimu sana wakati wa utengenezaji wa mayai. Hicho ni kitu cha pili ambacho unaweza ukawapa kuku wako na wakataga vizuri. Kitu cha tatu ambacho unaweza ukawapa na kuku wako wakataga vizuri ni apple cider vinegar. Hii inapatikana sana supermarket. Hii apple cider vinegar ni kiungo ambacho huwa kinatumika majumbani, lakini vile vile unaweza ukakitumia kwa kuku. Kama haujui, nenda supermarket yoyote, ulizia apple cider vinegar. Wewe unaweka kwenye maji yao ya kunywa. Ukiwa unaweka pia huwa inachochea utagaji kwa kiwango kikubwa sana. Lakini kuku wanataga sana kwa sababu hii apple cider vinegar huwa inasaidia hata kutoa minyoo kwa kuku. Kwa sababu kitu kingine ambacho kinaweza kikasababisha kuku wako wastage ni uwepo wa minyoo. Kwa hiyo ukiwapa apple cider vinegar, kuku watatoka ile minyoo yote, watabaki kuwa na afya nzuri. Itawaongezea virutubisho mbalimbali ambavyo vinachochea utagaji wa mayai. Na kitu cha 4 ambacho kinachochea utagaji wa mayai, kitunguu saumu. Kitunguu saumu kinachochea utagaji wa mayai kwa kiwango kikubwa sana. Sababu ni hiyo hiyo, inatoa minyoo, lakini baada ya kutoa minyoo inamuongezea kuku virutubisho mbalimbali ambavyo vinasaidia katika utagaji au uundwaji wa yai. Kwa hiyo kitunguu saumu pia kitumie sana kwa kuku ambao wanataga kwa ajili ya kuchochea utagaji wa mayai. Lakini kitu cha 5 ambacho kinachochea utagaji wa mayai ni mbegu za maboga, ule unga wa mbegu za maboga. Hizi mbegu za maboga
unazianika vizuri, unasaga ule unga wake, unakuwa unaweka kwenye maji. Sababu kuu pia ni hiyo hiyo, inatoa minyoo, lakini inaongeza virutubisho mbalimbali ambavyo vinaongeza vinatengeneza vinasaidia ule uundwaji wa yai. Na kitu cha sita ambacho kinasaidia katika utagaji wa mayai ni karoti. Karoti tunaoizungumzia hapa ni karoti hizi ambazo zinaliwa na binadamu. Ukiwa unazisaga kisha unaweka kwenye maji yao ya kunywa, kuku wako wataongeza utagaji, lakini watataga mayai ambayo yana ubora wa hali ya juu. Kama kuku wako unaona wanataga mayai ambayo yana kiini cheupe, lakini vile vile hayajakomaa, basi wape karoti kwa wingi. Na kitu cha saba ambacho kinachochea utagaji wa mayai ni turmeric au binzari. Binzari ambao unaizungumzia hapa, achana na hizi za unga. Hizi za unga ambazo unaweza ukanunua, mara nyingi unaweza ukanunua ni ya unga lakini labda imechanganywa na kitu kingine. Lakini ukiipata ile binzari mbichi au ukatengeneza unga wake wewe mwenyewe, basi utumie ule unga wake. Au ukiipata hii binzari mbichi, itumie pia kwa kubusti utagaji wa mayai. Binzari ina boost utagaji wa mayai kwa kiwango kikubwa sana. Kuku wako watataga vizuri na watataga mayai yenye ubora kama utakuwa unawapa hii binzari au turmeric. Na kitu cha 9 jamani ambacho sio cha kukisahau ni bamia. Bamia kama wewe unawapa sana kuku wako hivi vitu vya asili, basi hakikisha unaandaa walau siku 3 kuku wako wasagie, wape bamia. Bamia itakachosaidia kama kuku wako unawapa sana hizi booster za asili, kuku huwa wanataga mayai makubwa sana. Wakitaga mayai makubwa kuna wakati huwa wanapasuka kule nyuma. Sasa ukiwa unawapa bamia hutaona hili tatizo, kwa sababu bamia huwa inaongeza ule ute inawafanya waweze kuwa laini na lainisha ule wakati wa utagaji, itamsaidia aweze kupata ule ute ambao utaenda kulainisha ule wakati wa utagaji. Kwa hiyo kama unampa sana booster za asili, hizi bamia sio kitu cha kukiacha kabisa, wala sio kitu cha kukisahau. Wape kwa wingi bamia hizi kwenye maji yao, unasaga unaweka ili ziweze kuwaongezea virutubisho mbalimbali pamoja na ule ute ambao unahitajika ule wakati wa kusukuma yai. Usipokuwa unampa hizi bamia, atataga yai kubwa, atapasuka, na akipasuka mara nyingi huwa anakufa au mayai yake atakuwa yanapasukia tumboni halafu anakufa. Na kitu cha 9 ni mkaa. Mkaa unaweza ukawa unauchukua ule mkaa, unasaga ule unga wake kidogo tu, unaweka kwenye maji yao ya kunywa. Usiweke mwingi, weka kidogo sana. Ukiweka ule mkaa kidogo kwenye yale maji ya kunywa, utawafanya kuku wako waweze kutaga mayai ambayo yanakuwa yanagamba gumu, na watakuwa wanataga vizuri kabisa, kwa sababu mkaa una kiwango kikubwa sana cha madini mbalimbali, hasa madini ya calcium ambayo ni muhimu sana katika utengenezaji wa yai. Lakini vile vile huu mkaa pia huwa unasaidia sana kuondoa minyoo kwa kuku. Na kama kuku kama tulivyoangalia akiwa hana minyoo huwa anataga vizuri sana. Na kitu cha 10 ambacho kinachochea utagaji wa mayai kwa kiwango kikubwa sana ni vitu ambavyo vina protini nyingi sana. Kama tunavyojua kile kiini cha yai cha ndani huwa kinatengenezwa kwa protini, pamoja na ule ute wake wa nje huwa unatengenezwa kwa protini. Kwa hiyo kuku wako wazoeshe sana kuwapa vitu mbalimbali ambavyo vina protini nyingi. Vitu ambavyo vina protini nyingi ni kama dagaa pamoja na soya. Hivi vitu viwili ukivizingatia, kuku wako watataga vizuri sana, kwa sababu hapa tunazungumzia vitu ambavyo vinachochea uundwaji wa yai. Kwa hiyo hakikisha hata kwenye chakula chako umeweka dagaa pamoja na soya, au wakati mwingine unaweza kuwapa tu wale kuku wako dagaa au soya wakawa wanakula, kwa sababu ya kuongeza protini ambazo zinasaidia katika utagaji wa mayai au uundwaji wa mayai, hasa kwenye vile parti za ndani, labda ule ute wa ndani pamoja na kile kiini cha ndani. Kwa hiyo hakikisha unawapa vitu ambavyo vina protini. Hivyo ndio vitu 10 ambavyo vinasaidia sana uundwaji na utagaji wa mayai kwa kuku wako. Hivi ni vitu ambavyo vinachochea utagaji kwa kiwango kikubwa sana. Niwakumbushe sisi KingoFarm tunatoa huduma ya mafunzo ya ufugaji kwenye kundi la WhatsApp. Ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Pia tuna vitabu 5 vyenye miongozo yote ya ufugaji. Kila kitabu ni shilingi 10,000 tu.